Naam, hujambo na karibu tena kwenye matangazo yetu ya siku ya leo. Na mimi nikiwakilisha kwa kutamba sana kutoka hapa mwisho wa reli, yani mkoani Kigoma. Mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina niite Dr. Mungolinoti na hii ni Tanganyika FM. Na leo ndani ya Tanganyika FM na kukaribisha kwenye taarifa mbalimbali za kisiasa barani Afrika, na katika yale machache tunayoangazia siku ya leo ni pamoja na Burundi kutoa onyo dhidi ya shambulio lolote kutoka Rwanda, lakini pia vijana wa Kisangani kujipanga barabara dhidi ya shambulio lolote la uasi, na Bukavu yaandamana dhidi ya waasi wa M23 RDF. Waasi wa M23 bado wanaonekana walikale licha tangazo lao la kujiondoa kwenye maeneo hayo. Unapoendelea kunisikiliza, kunifuatilia na kunitazama, na kukumbusha tu kusubscribe channel yetu ya Tanganyika FM ili usiweze kupitwa na taarifa nyingine nyingi za uhakika na kwa wakati sahihi za kile kinachoendelea pale DRC, Afrika kwa ujumla na hata ulimwenguni kote. Naam, Burundi yatoa onyo dhidi ya shambulio lolote kutoka Rwanda. Burundi imetisha vikali shambulio au uvamizi wowote utakaotokea nchini humo kutoka nchi ya Jamhuri ya Rwanda. Tunafahamu kwamba Rwanda inajaribu kutuvamia kupitia ardhi ya DRC ili wasingizie kuwa ni waasi wa Red Tabara na M23, lakini tunawaambia kwamba ikiwa mnaona kushambulia Bujumbura ni karibu kutoka Uvira, basi nasi tunawaambia kwamba kushambulia Kigali kutoka mji wa Kirundo ni karibu zaidi, alionya Rais Ndayishimiye. Akiongeza madai yake katika kuongea na vyombo vya habari, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa wamepata taarifa za kuaminika kabisa kuwa taifa la Rwanda linajipanga barabara kushambulia Jamhuri ya Burundi. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha katu madai ya serikali ya Burundi. Matamshi ya Burundi ni ya kushangaza kwa sababu idara za ulinzi za nchi hizi mbili zimekuwa zikikutana kujadili namna ya kulinda mipaka yao hasa wakati huu wa mzozo wa DRC, amesema msemaji wa serikali ya Rwanda Yolanda Makolo. Na Ndayishimiye amesema Rwanda itakuwa imefanya kosa kubwa sana kuivamia Burundi kwa njia yoyote ile, akisema Burundi itajibu kwa njia yoyote ya kijeshi na hivyo kuonya uwezekano wa kuzuka kwa vita vya kikanda. Rais huyo wa Burundi amesema pia tutakubali kuchinjwa kama mbuzi kama vile wa Kongomani. Ndayishimiye alifahamisha baadhi ya vyanzo vyetu kuwa serikali yake tayari imetuma ujumbe kwa rais wa Rwanda Paul Kagame ili mchakato wa utekelezaji wa makubaliano yao ya maridhiano waweza kupunguza uhasama kati yao. Tumefanya mazungumzo na Rwanda kwa muda mrefu na kukabiliana na mazungumzo kwa muda mrefu na kukabiliana na ilipofika wakati wa utekelezaji Rwanda iliweza kusita mara moja, aliongeza rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Burundi imeshutumu Rwanda kwa kuwapa hifadhi watu wanaoaminika kuwa walijaribu kufanya mapinduzi ya serikali nchini Burundi kwa mwaka wa 2015. Aidha, Burundi imedai kuwa utawala wa Rais Paul Kagame unawapa misaada waasi wa Red Tabara ambao mara kwa mara hufanya mashambulizi ya kuvizia nchini Burundi kutoka mashariki mwa DRC Congo. Lakini pia amesema Burundi imejiandaa vilivyo kulinda mipaka yake na kamwe haitaruhusu uvamizi wa aina yoyote, na kuishutumu Rwanda kwa kuyafadhili makundi ya waasi yanayosababisha maafa makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi wa Red Tabara nchini Burundi yalisababisha nchi hiyo kufunga mipaka yake dhidi ya Rwanda. Utawala wa Burundi umesema kuwa mchakato wa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka viongozi wa waasi wa Red Tabara unaendelea na kuwa serikali haina nia yoyote ya kufanya mazungumzo nao. Rais Ndayishimiye amesema kuwa jukumu la serikali yake ni sasa kuwasaka popote wanapopatikana waasi wa Red Tabara na kuwafikisha mahakamani mara moja haraka inavyowezekana. Lakini pia rais amesema Burundi haina nia yoyote mbaya ya kuvamia nchi nyingine yoyote au kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine, na hivyo inastahili kupewa heshima kama hiyo. Pia Burundi yataka pia mazungumzo kati ya Tshisekedi na makundi ya waasi wa M23. Kuhusu mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Ndayishimiye ametoa wito kwa rais wa DRC Felix Tshisekedi Tshilombo kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na wadau wote wakiwemo viongozi wa makundi yote ya uasi ili kujaribu kutafuta suluhisho la mzozo wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Ndayishimiye amesema njia pekee ya kuaminika kutatua mzozo wa DRC ni kupitia mazungumzo ambayo yataweza kushirikisha wakongomani wote pasi kubagua
hata mmoja. Amesema pia Burundi inaunga mkono mazungumzo yanayoongozwa na wakuu wa Jumuiya ya SADC na Afrika Mashariki za kuwaleta pamoja viongozi wa DRC na wale wa waasi kwenye meza moja ya mazungumzo. Kuna haja gani kushiriki katika vita vinavyosababisha vifo vya raia kisha wakati tumewapoteza mamilioni ya raia tunaanza mazungumzo? Hii sio haki. Mazungumzo yanapaswa kuwa hatua ya kwanza na vita kuwa hatua ya mwisho, alisema Rais Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye amesema mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni swala ambalo linaweza kutatuliwa ndani ya nchi ikiwa tu viongozi wote wa DRC watakuwa na dhamira njema. Ameonya kuwa mzozo huu unaweza kuendelea kwa muda mrefu zaidi ikiwa viongozi hawatajitolea kwa maslahi ya raia kwa jumla. Amesema mataifa ya Afrika hasa DRC haipaswi kuwa katika hali ya umaskini kutokana na rasilimali zake za madini, udongo wenye rutuba nzuri na mvua inayonyesha kwa misimu kadhaa mbalimbali na rasilimali zingine. Evariste Ndayishimiye amesema mzozo wa DRC unaweza kutatuliwa ikiwa tu rasilimali za serikali zitatumika vyema kwa maslahi ya wananchi wa DRC na viongozi kuweza kuwajibika kwa ajili ya swala hilo. Itakuwa shida kubwa sana ikiwa watu wachache watafaidika na rasilimali za wananchi huku wananchi wakiwa maskini zaidi, na hii inaweza kusababisha raia kuanzisha uasi na vita kwa sababu mali yao inafaidisha wachache, alisema Evariste Ndayishimiye. Waasi wa M23 wanaosadikika kuungwa mkono na Rwanda wameteka maeneo mengi ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini ikiwemo mji mkuu wa Goma na Bukavu. Rwanda hata hivyo imekanusha madai ya kuweza kuunga mkono waasi wa M23 ikisema haina nia wala dhamira ya kuunga kundi lolote la waasi mkono nchini DRC. Rwanda inasema vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni swala la ndani la nchi hiyo pekee, lakini wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamebainisha uwepo wa wanajeshi wa Rwanda nchini DRC, swala ambalo Rwanda imeweza kuendelea kukanusha. Hata hivyo, Kisangani vijana wadai kuharakishwa mafunzo ya kijeshi ili kuweza kutetea mji wao dhidi ya vitisho kutoka Uganda. Na Kisangani inasimama kama ngome dhidi ya tishio linalolemea udongo wake baada ya kauli ya uchochezi na uchokozi ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Mkuu huyu wa kikosi cha wanajeshi wa Uganda Muhoozi Kainerugaba alisema Jumapili kwamba wanajeshi wake au kundi linalopinga serikali ya M23 litaingia ndani ya wiki moja pekee katika mji mkubwa wa Kisangani, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Watu wetu wa Kisangani tunakuja kuwakomboa. Jeshi la Mungu linakuja, ilitumwa kwenye akaunti yake ya X Muhoozi Kainerugaba, mtoto rais wa Uganda Yoweri Museveni. Baada ya wiki moja M23 au UPDF watakuwa Kisangani kwa amri ya Yoweri Museveni, kamanda mkuu wa UPDF. Aliongeza kuandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X. Lakini pia Kongo si uwanja wa michezo na Kisangani si mawindo rahisi kama wanavyodai wa Kongomani. Jeshi la Kongo likichochewa na roho ya upinzani linajiweka tayari kama ngome isiyoweza kutetereka dhidi ya uchokozi. Leo DRC inaonyesha meno yake waziwazi. Vijana wa Kisangani kama vile simba anayetawala maeneo yake wako tayari kujibu pigo la aina yoyote dhidi ya waasi wa M23. Utetezi wa Kisangani hautajadiliwa na Kongo iko tayari kutetea kila nchi ya eneo lake. Vijana wa Kisangani wanaofahamu swala hilo tayari walitikia wito kwa msimamo thabiti. Wanaume, wanawake na vijana walikusanyika kwa moyo wa uzalendo tayari kuunga mkono jeshi la FARDC katika ulinzi wa eneo hilo. Taswira ya vijana wa Kisangani waliojipanga mstari wakiwa na macho thabiti inadhihirisha nguvu ya raia isiyotaka kujipinda mbele ya uchokozi na uchochezi wote wa kigeni. Kwenye ofisi ya gavana wa Kisangani, makundi ya vijana walilala nje usiku kucha wakikataa kurudi manyumbani kwao, wakiomba ombi kwa mamlaka ya juu ya utumiaji wa silaha ili kulinda ardhi yao takatifu ya Patrice Lumumba na Simon Kimbangu, udongo wa Mamadou Mustafa Ndala na Nkimpa Vita. Nyimbo zao za kizalendo zilizosikika usiku kucha ziliashiria upinzani usio na dosari kwa
adui wa DRC Congo. FARDC chini ya amri ya Luteni Jenerali Jules Banza tayari wanaimarisha nafasi na maeneo yao ya kimkakati. Kuwasili juzi ya Jumapili hii Machi 23, FARDC chini ya amri ya Luteni Jenerali Jules Banza tayari wanaimarisha nafasi na maeneo yao kimkakati. Kuwasili juzi ya Jumapili hii Machi 23, 2025 kwa Jenerali Banza katika Kisangani kunaashiria mwanzo wa majibu ya mashambulizi yoyote mbele ya tishio la Uganda. Kutetea Kisangani hakutakuwa vita vya kawaida. Vijana wa maeneo hayo, warithi wa historia iliyotiwa alama na upambanaji na ukakamavu dhidi ya adui, wako tayari kukabiliana na uchokozi huu mpya. Udongo wa Kisangani ni mtakatifu na kila mzao wa ardhi yuko tayari kuulinda kwa gharama ya maisha yao yote. Udongo wa mababu zetu hauwezi kuchafuliwa na wavamizi. Kisangani ni eneo la Kongo na Kongo ni ya wana na binti za Kongo, alisema mmoja wa vijana wa Kisangani kwa sauti iliyojaa ujasiri kipindi cha mahojiano na waandishi wa habari. Aidha, madai ya wachambuzi kuhusu hili yanasema huyu mtoto wa Museveni kwa nafasi yake ya ukuu wa majeshi Uganda hawezi kusema jambo lolote kwa kubahatisha. Anajua kila anachomaanisha, anajua kila anachozungumza, na wana mpango na Rwanda dhidi ya DRC. Jambo la kusikitisha ni kwamba sera za kijeshi na utawala wa DRC zinaonekana kuwa na njia zao za kuona na kuchambua mambo haya kwa namna nyingine. Kutoka kwa raia walibainisha kuwa Uganda uko Ituri inacheza nafasi ya M23 huko Kivu Kaskazini na Kusini kwa lengo la kuteka DRC nzima kwa ujumla na kupenya Kisangani haraka iwezekanavyo hasa. Lakini hata hivyo mamlaka yetu wanapaswa kuwa macho, kuwa chonjo zaidi. Na Bukavu yaandamana dhidi ya M23 RDF. Jumapili ya tarehe 23 usiku, jiji la Bukavu lilikuwa eneo la maandamano katika maeneo ya Panzi. Wakazi walitaka kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wa Rwanda na wahasi wa M23 ambao wanawatuhumu kuleta hali ya ukosefu na usalama katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waandamanaji hao wakiimba kauli mbiu kama vile tukomboe Kongo yetu na wenye Rwanda warudi kwao, walikaidi mamlaka na kuweka vizuizi kuzuia waasi kusonga mbele katika baadhi ya vitongoji. Kufuatia hali hiyo, wanajeshi wa M23 waliweza kutawanya waandamanaji hao na kusababisha mvutano mkubwa usiku huo. Hali bado ni wasiwasi mkubwa huko Bukavu ambapo idadi ya watu inaelezea kuchoshwa kwao na uvamizi huo wa wanajeshi wa Rwanda na washirika wao wa M23. Wakazi wanakashifu kuongezeka kwa ghasia na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama tangu kutekwa kwa jiji hilo mwanzoni mwa Januari mwaka 2025. Hofu na matumaini ya mabadiliko makubwa yanaonekana katika jiji hili la Bukavu lenye shughuli nyingi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana walisimama na nguvu na msimamo chini ya anga lenye nyota. Wakazi walivamia barabara wakiimba tunataka Kongo yetu. Aidha, hili lilitokea baada ya wazalendo kupiga pigo kubwa asubuhi ya siku hiyo hiyo. Baada ya makabiliano makali, wapiganaji wa kizalendo waliendesha mapigano makali kwenda maeneo ya Nyangezi, kilomita 20 tu kutoka jiji la Bukavu. Ushujaa wa dhamira ya wazalendo inaonyesha kwamba mara nyingine tena kuwa Kongo haitajipinda kamwe mbele ya uvamizi wa kigeni. Huu ni ujumbe wazi na dhahiri kwamba Kongo ni mali ya Wakongomani na ukombozi unaendelea, na kila ushindi mdogo utaweza kusaidia kuelekea karibu zaidi na amani kamilifu. Naam, waasi wa M23 bado wanaonekana walikala licha ya tangazo la kujiondoa. Ushuhuda kutoka kwa wakazi unaonyesha kuwa waasi hao waligawanyika katika makundi kadhaa. Wengine wangechukua uelekeo wa Mubi, wengine wangeelekea Ntoto, huku kundi la tatu likielekea Mimili ya Itebero. Licha ya harakati hizi, wapiganaji wa waasi bado wanaripotiwa katikati mwa mji mkuu wa eneo hilo, licha ya kujitolea kwao kujiondoa Walikale na mazingira yake. Katika taarifa ya vyombo vya habari iliyochapishwa Jumamosi Machi 22, vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walisema walizingatia kubadilishwa kwa waasi
kwa maeneo yao waliweza kuyashikilia. Jeshi linaona mpango huu kuwa kama hatua ya kupunguza ghasia na kasi na kusaidia mchakato wa amani unaoendelea. Lakini FARDC ilithibitisha tena umakini wao na uhamasishaji wao, ikibainisha kuwa wanahifadhi haki ya kuingilia kati tukio la vuguvugu la uhasama ambalo linaweza kuhatarisha mapatano au kutishia usalama wa raia wa uadilifu pia wa eneo la DRC. Na kwa upande mwingine, Rwanda katika taarifa kwa vyombo vya habari ilichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X Jumapili ya 23 hii March, iliweza kukaribisha tangazo na kupongeza tangazo hilo la kujiondoa kwa M23 kutoka maeneo ya Walikale. Serikali ya Rwanda imesisitiza dhamiri yake ya kufanya kazi na pande zote ili kuhakikisha utekelezaji wa ahadi zilizotolewa kwenye chini ya mipango ya amani, hasa ile inayotokana na mkutano wa pamoja wa EAC SADC. Lakini pia juhudi hizi zinalenga kutafuta suluhu la kudumu la kisiasa na kiusalama kwa kanda. Kwa upande wake, serikali ya Kongo inasalia kuwa waangalifu na kusubiri hatua madhubuti kutoka kwa M23. Katika mgahawa hai wa waandishi wa habari Jumamosi Machi 22 mwanzoni mwa mchana katika mji mkuu wa Kongo, waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba alitoa wito kwa M23 AFC kutafsiri maeneo yake katika vitendo halisi, huku akikaribisha mpango wa kundi hili la wahasi kuweza kuelekea majadiliano ya amani. Kwa upande wao, wazalendo wanaendelea kujipanga vilivyo na kuendesha operesheni zao bila kujali tangazo la nani linasema nini kuhusu nini na kwa nini. Ni mwisho matangazo yetu siku ya leo. Nawe usisite kuacha maoni yako kwenye comments, mpendwa mfuatiliaji, na mimi nakuahidi kuyasoma kwenye matangazo ya kesho mapema ndani ya Tanganyika FM. Mimi nilikuja Balezi, langu jina niite Dr. Mungu Alinoti. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.